Kikundi cha wanawake cha Liakaya ambao wanajishughulisha na ubanguaji wa korosho katika halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wameeleza namna mradi huo unavyowasaidia kujikwamua kiuchumi. Wakizungumza na wanahabari leo Juni 15, 2026, wanakikundi hao wameeleza namna mradi wa ubanguaji wa korosho unavyowasaidia katika kujikwamua kiuchumi pamoja na kuhudumia familia zao, huku wakitaja changamoto ya maji inavyokwamisha ufanisi wa utendaji kazi, kwani wamekuwa wakitumia muda mwingi kutafuta maji. Kwa jina naitwa Farida Chilumba. Ni mama ambaye nipo hapa na mimi ndo najishughulisha kwenye kiwanda hiki. Kiwanda hiki tunashukuru. Toka tumekianza sasa hivi huu mwaka wa 5. Tupo hapa. Tunashukuru kipato kinachopatikanika sio kikubwa sana. Saidia kwa kuendesha maisha yetu na vile vile watoto wetu natusaidia. Tunapata vile vifaa ambavyo vinavyotakiwa kwenda shule. Kwa kipato hiko kidogo ambacho tunachokipata. Mwingine hapa changamoto za maji, kisima nyake kilikuwa kitukisi haja, tulikuwa tunaenda kwenda. Kwa hiyo tukisha hapa huko tunapoteza muda wa kufanya kazi. Kwa majina naitwa Warda Ali Isa. Ni katibu wa hichi kikundi. Hichi kipato kinatusaidia kwa sababu hichi kiwanda kinatusaidia kwa sababu tuliamua tu kuanza hii kazi baada ya kukutana si wenyewe, ikawa tunaendelea na hiyo kazi. Kwa kweli hatupati kipato kikubwa sana kutokana bado hakijakuwa. Tukichokiomba sana, yani lengo tuwezeshe ili kiwanda kikae vizuri. Licha ya kufanikiwa kuajiri wanawake wengine 26 na kuchakata tani 150 za korosho kwa mwaka, lakini bado kikundi hicho kinakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo miundombinu ya barabara, umeme na maji, hali inayokwamisha wateja kufikisha mizigo katika kiwanda hicho. Naitwa Rabia Halidi Zuberi. Ni mwenyekiti wa kikundi cha Liakaya Women Group. Kiwanda hiki tumefanikiwa moja, kuwa na uwezo wa kubangua tani 3 kwa wiki na kufikia tani 150 ya korosho ghafi kwa mwaka. Tumefanikiwa kutoa ajira kwa wanawake 26 ambao tumekuwa tukisaidiana nao katika shughuli hii, hususani tunapokuwa na mzigo mkubwa wa korosho ambazo zimekuwa zikitukabili katika uendeshaji wetu kama ifuatavyo: miundombinu mibovu ya barabara inayopelekea kukosa wateja wengi kuweza kufikisha malighafi kwetu kwa urahisi kwa ajili ya ubanguaji, ukosefu wa umeme unaotulazimisha kuendelea kutumia moto wa kuni katika ukaushaji wa korosho, ukosefu wa maji katika mtaa wetu inayolazimu kuwa na visima ambavyo havitoshelezi katika utumiaji wa shughuli zetu za kila siku, kutopata nafasi ya kushiriki katika maonyesho ya kitaifa ya Sabasaba au 88 ambayo yangetuwezesha kuongeza fursa ya kujitangaza na kukuza biashara zetu. Ndio yake katibu wa NEC siasa na uhusiano wa kimataifa Chama cha Mapinduzi ameahidi kumaliza changamoto ya maji inayowakabili wana kikundi hao na kuchimba kisima, huku akiacha maagizo katika ofisi ya mkuu wa mkoa kuhakikisha wanachimba kisima hicho kabla ya maadhimisho ya sikukuu ya 88. Nimesoma taarifa nikasema hili la kisima nitalimaliza hapa. Kwa vile mama amenifungulia pochi yake akanambia weka akiba ya mambo ambayo utaweza kuyamaliza, basi hili la maji nalimaliza. Ndugu mwenyekiti, tutachimba kisima hapa. Mwakilishi wa mkuu wa mkoa yupo, kakaangu. Hili naliacha utafute eneo salama, kwa sababu najua maamuzi ya kuchimba kisima inategemea na uangalizi kwanza. Wapi kuna mazingira halisi ya uchimbaji, lakini hichi kisima kije kuwanufaisha hawa wanamama hapa na huru sana kwa ajili ya shughuli zao za kila siku. Nitasubiri nipate taarifa yako kutoka watu wako wa DUWASA waje kufanya study, kwa sababu tukiamua sisi tunaweza tukasema tuchimbe hapa. Wenyewe wenye taaluma zao wanaweza kusema hapa pana mazingira ya mkondo wa maji machafu, kwa hiyo kisima hakifai kuchimbwa. Kwa hiyo tuachie watu wa ofisi ya mkuu wa mkoa wafanye ya kwao, wachague eneo litakalofaa, lakini angalau basi tukifika hiyo 88 Sabasaba imeshapita, hatuiwahi, lakini angalau maonesho ya 88 maji yetu yako hapo lelele. Kisima kiwe
kimechimbwa ili watu wa hapa wasiende masafa ya kutafuta maji. Hongereni sana.